kwa haya waliyotenda na kuweza kutikia wito wangu, nimewasamehe. Ndugu zangu katika imani, hivi wewe utaingia katika msamaha wa Allah? Kama unataka kuingia katika msamaha wa Allah, hii ndiyo fursa iliyokuwa adhimu katika masiku haya tuliyokuwa nayo. Al-ashhuru min Dhul-Hijja fursatun adhimatun ala al-muslim. Masiku haya ya Dhul-Hijja ni fursa kubwa kwa Muislamu. Kuna ofa iko mbele yetu. Ya Allah tutusamee madhambi ya mwaka uliopita, ya mwaka ujao. Allah anatupenda waja, na Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwa kusema, laiti angeliwachukulia wanadamu katika yale ambayo wanamkosea Mola wao, basi asingeacha kitu chochote katika ulimwengu, wote watu wengine katika adhabu. Uzana katika imani, hadha min fadli rabbi, hizi ni fadhila za Allah azza wa jalla na wala. Kadhalika kunapatikana katika masiku haya ibada ya sala, funga, sadaka, hija wa dhikru. Kadhalika kunapatikana dhikri, fahiya mawsimun adhimun la yu'awwadu. Masiku haya ni bora ambayo hayana badala. Haya masiku hayafanani na masiku mengine, hayana badala. Tuzama katika imani, fursa kubwa hii ambayo Allah ameweza kuwapa waja wake. Wa fiha yawmun adhim, na yapata sharafu kwa sababu gani? Kuna siku kubwa ambayo siku gani hiyo? Yawmun Arafa, ni siku ya Arafa, siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-hajju Arafa, hija ni Arafa. Ukikosa kusimama katika visimamo vile vya Arafa, huna hija, kwa sababu Arafa ni rukun min arkani haji, ni nguzo miongoni mwa nguzo za haji. Na wakasema ulama, kwa mtu ambaye atakuwa na maradhi akashindwa kusimama katika viwanja vile vya Arafa kwa sababu mbalimbali za kiudhuru zikamfanya asiweze, basi mtu huyo atahesabiwa hana haji. Hakadhalika huyo aje alipe, aje ahiji tena, kuonesha Arafa ni siku adhimu, siku ambayo mimi na wewe ambao haukuweza kwenda katika viwanja vile vitukufu, basi kuweza kufunga siku hiyo. Muislamu tukiwa afunge siku hiyo, isikose kama baadhi ya siku zinakosa, lakini jitahidi kadri uweze kufunga siku hiyo. Kwani ni siku adhimu, siku ambayo Allah anashuka kuweza kuwasamehe waja wake. Ndugu zangu katika imani, yawmun yaghfiru Allah fihi dhunub, siku ambayo Allah anasamehe madhambi, wa yutiq fihi al-riqab min an-nar, siku ambayo Allah anaacha huru shingo za watu kutokana na moto. Kama anna fiha yawma nahari, kama ilivyokuwa vile vile kuna siku ya kuchinja ambayo ni siku ya 10. Hizi zote ni fadhila za kufanya haya siku yawe ni bora mbele ya Allah azza wa jalla. Kadhalika jambo la kuchinja ni sunnatun muakkada, sunna ambayo inasisitizwa. Ma'al asaf, kwa masikitiko yalikuwa makubwa, Muislamu anashindwa kuchinja, Muislamu anataraji apewe, Muislamu ndani ya mwaka anashindwa kupata 130,000 au 50 kwa sababu ya kumwaga damu, kitu ambacho ni ibada. Muislamu lazima ujiwekee barnamij, wewe ni nani mbele ya Allah, anta man inda rabbik, wewe ni nani mbele ya Allah. Leo wenzetu wametangulia katika nchi mbalimbali, mtoto akizaliwa na akaunti yake anawekewa akiba ili aweze kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo haji. Kadhalika sehemu mbalimbali wanaenda haji, ni sehemu watu wa nchi, kwa sababu wana malengo, wanajua wao na nani kwa Allah wanahitaji. Lakini maasaf, masikitiko, mimi na wewe tunashindwa kuchinja kwa mwaka mzima, kufanya maandalizi Muislamu achinje. Ni inapendeza Muislamu ukamwaga damu kwa kumtaja Allah. Allah shakwambia fasali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako, chinja kwa ajili ya Mola wako. Lakini nafikia maskini Waislamu tunategemea kwenda sehemu tukapanga foleni tuweze kupewa nyama. Subhanallah, tutaulizwa neema ambazo Allah atupa. La tusaluna yawma idhin 'anil na'im, Allah tutuuliza kutokana na neema ambazo ameleta. Muislamu ajiwekee barnamij, inapendeza Muislamu achinje, itokee kuna kupewa, lakini Muislamu atakiwa achinje kwa mkono wake, achinje amtaje Allah, kwa ni sheria.
na kisa ambacho sababu ya kuchinja Nabii Ibrahim alayhisalatu wassalam pale alipokuwa anataka kumchinja mwanae, na wanasema ru'ya al-anbiya wahyun, zile ndoto za manabii ni wahi baada ya kumwalea mpenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala fabtalahu bi'tibari Allah taqafiana ya kumchinja mwanae. Ndio amwambia falamma balagha ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami an yadhbahta, mwanangu nimeletewa ndoto mimi, nimeletewa ndoto na kuchinja mwanangu, hebu angalia unaona nini katika hili, unasemaje mwanangu? Mtoto na haya amekuwa katika imani, amejaa imani katika moyo wake. Ya fa'al ma tu'mar, baba fanya ulichoamrishwa na Allah, satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mbele ya Allah maadamu Allah katakayefanya. Naye nabii wa Allah akaona atekeleze hili na kuchinja mwanae, kaona katika ndoto, na ndoto za manabii mahali ndio pale bismillah falamma sallama wa kallahu liljabin fanadainahu, akataka kumchinja mwanae, lakini pale anataka kumchinja mwanae akawa na huruma pia, mwanangu, lakini ni amri ya Allah ataka kumchinja mwanae. Allah subhanahu wa ta'ala asema tukampa badala baada ya kumchinja mtoto ndio anakuja kumchinja mnyama, na hivyo ilikuwa ndo sunna. Naftali bin nabii, tunaiga na Mtume sallallahu alaihi wasallam amechinja, na sisi tunachinja kwa sababu sheria iliyopita kwa wenzetu ikiafikiana sheria yetu ndio tunachukua na kutekeleza. Kwa hiyo maadamu Mtume wa Allah naye akakuchinja kwa mkono yake, mimi na wewe tunatakiwa tuchinje kwa damu mtaji kupitia mwongozo wao, lazima tuweze kuiga. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi. Kama mwaka huu umeshindwa, lakini eka azma baada ya kutoka hapa kwamba mimi biidhnillah mwakani nichinje, na mimi jambo linawezekana, lakini hatuna barnamij, hatuna ratiba, hatujui sisi hatuna ile timamu na mambo ya Allah azza wa jalla, ndio maana tunashindwa. Na ukiwa na hamu ya jambo Allah anafanya wepesi, lakini usema siwezi, huwezi kweli. Kadhalika ibadallah almu'minun اجتنبوا هذه الايام المباركه واكثروا فيها من ذكر الله. Tupate faida kupitia masiku haya 10, masiku bora, tukithirishe ndani yake kumtaja Allah azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Isiwe kwa kazi zetu ndio maneno yetu ya kusema, ukiwa umekaa uko sokoni, uko barabarani, uko msikitini, basi kithirisha kumtaja Allah, kwani ndio adhkari ambazo zinahusishwa hasa kumtaja Allah azza wa jalla pamoja na adhkari nyingine. Lakini vile vile asiyam khasatan yawm Arafa, nafunga hasa siku ya Arafa. Jitahidi kufunga, lakini usikose siku hiyo ya Arafa, kwani siku adhim. Halikadhalika as-sadaqa wal ihsan, toa sadaka, fanya wema, ni kheri hizo. Birrul walidaini wa silatul arham, kuwafanya wema wazazi wako wawili. Halikadhalika kuunga undugu. Leo watu kufanya wema inakuwa mtihani kwa familia zao. Halikadhalika watu waunge undugu. Unakuta familia moja, baba mmoja, mama mmoja, au baba mmoja, mama tofauti, watu hawaelewani. Lazima tuunge undugu, ndiyo amali njema ambayo tutakiwa tuweze kudhihirisha hasa katika masiku haya bora tuliokuwa nayo. Halikadhalika at-tauba wal istighfar, pia tutubie kwa Allah na tutake msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kullu bin adam khata, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, lakini mwenye kukosea wa kheri yote ni yule atakayejua kosa kisha akarejea kwa Allah azza wa jalla. Ndio fursa hii ya kuweza kurejea kwa Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nahjihi wa ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahum faqad faza al-muttaqun ba'da Allah. Inna min a'zami ma taqarraba bihi ila Allah fi hadhihi al-ayyam al-ikhlasu lillahi ta'ala. Uzao katika imani, miongoni mwa wale ambao mwanadamu atakiwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala
ni kufanya amali zake kwa ajili ya Allah, kutakasa amali yake kwa ajili ya Allah. Na hili ni jambo ambalo hasa katika zama zetu za leo Muislamu atakiwa alazimiane nalo. Unaweza kufanya kheri zako, ibada zako, kujitolea kwako, lakini ukikosa ikhlas katika moyo ukaweza kupata hasara mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na mmoja katika ulama asema, wannasu yataallamuna alilma wala yaamaluna bihi, watu wengi wanajifunza elimu lakini hawafanyii kazi. Wa idha amilu la yukhlisuna, na kama watafanya kazi basi wanakuwa hawana ikhlasi. Sasa katika masiku haya tuliokuwa nayo, masiku bora, masiku matukufu mno, basi tukithirishe amali zetu, lakini pamoja na ikhlas. Na Allah azza wa jalla anachoangalia ni nia ya mwanadamu katika ibada yake, ni nia ya mwanadamu katika ibada yake. Wakadhalika at-takbiru al-mutlaqa, takbir ambazo mutlaqa zimeachiliwa, wal muqayyad, na zile ambazo zimefanywa taqyid kwamba zikithirishwe sana kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah. Wa'lamu anna hadhihi al-ayyama qad la tatakarraru lil-insan, kwa nifahamu kwamba masiku haya tuliyokuwa nayo ni masiku ambayo hayajirejei tena. Yani masiku tuliyokuwa nayo ni masiku ambayo hayarudi hivi. Usitarajie kwamba labda huenda ukafikisha mwakani, usitarajie. Na Muislamu hatuishi hivyo kukariri hivi kwamba mimi mwakani nitafanya, bali wanasema kwamba siku mwanadamu ni siku tatu, bil awsat al-mawt, siku ya jana ishapita, kadhalika wa ghadan wa allaka alla tudrikahu, na siku ya kesho huenda usiifike. Kwa hiyo na siku tuliyokuwa nayo fa'amal bihi, ifanye kazi. Hii siku tuliyokuwa nayo ndiyo siku yako, ndiyo siku yako ya kuweza kufanya kheri. Kwa hiyo maana yake useme mimi nitakuja fanya kipindi hicho. Wakati huu uliokuwa nao ndio wakati muhimu wa kuweza kufanya kheri mbalimbali. Miongoni mwa wale ambao tunatakiwa kujikusha nayo, tumetaja ibada mbalimbali. Kuna ibada kubwa ambayo iko mbele yetu siku ya Jumanne, siku ya Arafa ambayo ndio siku ya 9, ambayo siku ya Jumatano ni siku ya Eid. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa kuminyane uwe kufanya kheri mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam siyamu ya Arafa, siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, natumai Allah kumsamehe mja maadamu ya mwaka uliopita, mwaka wa mbele na mwaka wa baada. Kwa nini uweze kukosa fursa hii, fursa ambayo shetani ibilisi yakukali? Shetani analia, hakuna siku ambayo anapata shida kuliko siku ile hapa. Ataanza kusema mimi nimepoteza muda mwingi, nimewapoteza hawaja kiasi cha muda mwingi, leo tukitoa Allah msamehe. Mimi nimekataa kumsimulia Allah, leo hawakubali kuitikia wito wa Allah, wameacha mambo yao kuja kwa ajili ya Mola wao, na Allah msamehe, kazi ya bure nilifanya. Kwa hiyo jitahidi uweze kufunga ndugu zangu katika imani. Lakini aqimu ssalah, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, wallahu a'lam wa a'lam.